Kupitia makeup hii, naomba nikutajie vifaa vyote ambavyo huwa natumia hasa kwenye makeup. Mwanzo kabisa nilianza kumsafishia mteja wangu. Huu ninaotumia hapa ni wanja wa penseli. Una uwezo wa kutumia wanja wa gel ambao tumezoea kuita wanja wa lulu, lakini kama ndo unaanza kujifunza, vyema ukatumia wanja wa penseli kwa sababu ni rahisi hata wakati wa kufuta na kurudia tena. Utachora frame, usichore frame pana sana, alafu utaichana nyusi zako kama hivi ambavyo unaona. Concealer nitatumia kwa ajili ya kushape wanja wa mteja wangu. Concealer kama hii utaipata kwa shilingi 10,000, zipo za 15,000 kubwa ya hapo. Lakini pia kwa upande wa brush, hakikisha unatumia brush ambayo ni quality. Brush seti zipo kuanzia shilingi 25,000 ambao unapata brush zote za muhimu kwa sababu kila hatua kwenye makeup huwa tunatumia brush. Sawa sawa. Upande wa juu unaweza ukatumia concealer, lakini nakushauri tumia foundation, itakusaidia hata wakati wa kuiblend makeup yako haitokusumbua kabisa. Sawa sawa. Foundation kama hivi utaipata kwa shilingi 25,000, lakini foundation zipo rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo kama ni mteja mweusi tumia foundation nyeusi, kama ni mteja mweupe tumia foundation nyeupe kama hivi ambavyo unaona. Baada ya kushape wanja wangu kama hivi, nitarudi kwenye upande wa kupaka eyeshadow. Sawa, wanja kisha unaonyosha vizuri. Sasa ninatumia beauty blender kwenye kublend ile concealer yangu ambayo nilitumia pale mwanzo. Na uwezo wa kuificha concealer kwa kutumia poda. Hakikisha kila hatua unatumia brush yako. Umeona kwa mfano brush yangu ya eyeshadow ni ndogo alafu ina round. Sawa, zipo brush nyingi na shape tofauti tofauti. Tunaelewana? Eyeshadow kama hiyo ndogo niloitumia kama hiyo utaipata kwa shilingi 15,000, zipo kubwa zaidi ya hapo. Sawa sawa. Kwa baada ya hapo nilitumia na eyeshadow nyingine ambayo yenyewe ipo 4-in-1 ambayo utaipata kwa shilingi 35,000. Lakini pia kwa wale ambao mtahitaji makeup seti ambazo zimekamilika, zipo seti kuanzia shilingi 200,000, 250,000, 300,000 kuendelea. Ukinunua vifaa kwetu, darasa ni bure wiki nzima. Utaingia darasani bure wiki nzima, tutakuelekeza jinsi gani ya kuvitumia hatua kwa hatua. Itakusaidia hata kwa wewe ambaye ni makeup artist, kama kuna kitu cha kuongeza, kuna kitu cha kupunguza, basi utapata kujifunza. Upo mikoani, tunatuma vifaa kwa uaminifu. Hii ninaopaka hapa ni foundation. Angalia na rangi ya mteja wako, kama ni mweupe tumia foundation nyeupe, kama ni mweusi tumia foundation nyeusi. Baada hapo nitarudi kwenye concealer. Concealer ina kazi nyingi sana. Nilitumia kwenye kushape wanja, sasa naitumia kwenye kucontour na kuhighlight sura ya mteja wangu. Hii ninaopaka hapa ni lipstick palette, unaweza kuitumia kama blusher. Na uzuri ni kwamba mimi hata ukiangalia vifaa vyangu vyote ambavyo ninavitumia, poda naitumia mpaka mwishoni naisha kabisa. Kama ni concealer naitumia mpaka inaisha. Yaani ni vifaa ambavyo ni vizuri na vikitumia mwanzo mwisho. Unaona kwa mfano hii poda yangu hapa. Yaani mpaka inaishiria lakini bado naihitaji na bado inashika vizuri. Baada ya kublend concealer yangu vizuri, nilikwenda nikapaka poda kisha nitatumia makeup fix kama hii utaipata kwa shilingi 15,000, highlighter kama hii utaipata kwa shilingi 25,000, lakini pia poda utaipata kwa shilingi 25,000. Baada hapo nitakwenda kumalizia na lipstick ambapo nitaishape around kwa kutumia dark lipstick, alafu katikati nitaweka ambayo ni ya nude au ya kupoa. Sawa? Unaweza ukasambaza mwenyewe na kutumia brush au mteja akusaidia kuiblend. Lakini vyema ukatumia brush, itakusaidia kujua lipstick yangu hii nataka ipite wapi na ikae wapi. Mteja wangu muonekano wake mwisho ulikuwa kama huu. Kwa wale ambao mnahitaji vifaa vya makeup vipo, seti zinapatikana mikoani, tunatuma kwa uaminifu. Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Vifaa vyetu ni vya uhakika, mafunzo yetu ni ya uhakika. Asante na endelea kujifunza nasi. Kwaherini.